Kwa majina naitwa Raymond Cuthbert, ni mdau wa masuala ya michezo na ni mchambuzi wa michezo especially mpira wa miguu kutokea Mwanza hapa. Kwanza lazima tupongeze waandaaji. Mimi ni moja kati ya watu ambao wanafuatilia haya mashindano tangu yameanza. Huu ni msimu almost wa 4 kama nitakuwa sijakosea, na nimeona progress kwenye kila msimu. Ukija unakuta kuna hatua kubwa ambayo imepigwa, yani kila siku unaona mashindano yanazidi kuwa mazuri kwenye aspects zote, kuanzia timu zinazoshiriki, kuanzia mashabiki, the way ambavyo wanashangilia, kuna vikundi vinashangilia, tumeona vibe. Lakini tukirudi kwenye pitch wise, nafikiri imekuwa ni sehemu pekee ambayo inakutanisha vyuo mbalimbali, vitu ambavyo vinakosekana kwa muda mrefu na kwenye maeneo mengi. Sasa hivi ni kwenye kalenda za vyuo kila mwaka, ukiachana na mashindano ya Shimivuta yale, nafikiri sasa hivi kila chuo kinaweka kwenye ratiba kwamba kuna mashindano ya chuo challenge. Kwa hiyo ni kitu kizuri kwa sababu ukiachana na kusoma, watu wanapata nafasi ya kuendeleza talent ambazo wako nazo, na inawakutanisha wanafunzi na kutengeneza connection ya watu ambao wanatoka kwenye vyuo mbalimbali wanaosoma taaluma tofauti tofauti. Hapa sasa hivi ukiangalia mechi inayoendelea ni mechi kati ya chuo cha mipango wanacheza na chuo cha afya Buongwa. Ukiangalia hizo ni field mbili tofauti, lakini kupitia mpira wa miguu wanaunganika, wanakuwa pamoja na ushindani ambao unaonekana kwenye pitch. Viwango ni vikubwa sana vinavyoonekana hapo, vinakuonyesha kwamba ni njia sahihi watu wamechagua kupita kwenye shule, lakini wangepita pia kwenye upande huu bado ingeweza kuwanufaisha. Na kama ambavyo tunaelewa sasa hivi mifumo imekuwa poa, wachezaji wana uwezo wa kutoka direct kutoka chuoni na kuingia kwenye mifumo rasmi. Kwa nafikiri kwa sisi ambao tunatazama mpira, unaona kabisa future za watu. Kuna watu unaona kabisa huyu anaweza kamaliza shule na akaenda sehemu fulani akawa ni mchezaji mzuri. Kwa hiyo mwisho wa siku credit zitarudi kwa waandaji wa mashindano. Actually mratibu Dickson Mpilipili anafanya kazi kubwa sana. Si watu wote ambao wana moyo wa kufanya hichi ambacho wamekifanya, especially ni kitu ambacho kilikuwa kinakosekana kwa muda mrefu sana kwenye mkoa wetu wa Mwanza. Kwa hiyo nafikiri tunapaswa kusupport wadau wa namna hii ili kuweza kuwapa nguvu ya kuona wanafanya poa kila siku. Kwa hiyo mimi nimeona wadhamini namna ambavyo wameongeza nguvu, mashindano yanapendeza, hata wachezaji wanaocheza unaona wa feel comfortable, wamependeza. Kwa hiyo ina motivate hawa wachezaji pamoja na wote ambao wanahusika kwenye michezo kuona kuna sehemu ya kwenda. Umeona majukwaa the way yamejaa, unaweza ukafikiri mchezo wa finali, kumbe huu ni mchezo wa kwanza tena kwenye group stage. Kwa hiyo probably kwa huko tunapokwenda mambo yakawa mazuri zaidi, na tunatamani kuona watu wengi wakisupport vitu kama hivi ili wachezaji wanaotoka hapa waweze kuwa na nafasi kwenye vilabu vikubwa ambao mwisho wa siku wakasaidia taifa na mashindano kama chuo challenge brand ikaendelea kukua. Kwanza kabisa tunataka tuelewe, Tanzania changamoto haijawahi kuwa ni vipaji. Sisi Tanzania, Mungu ni mwema, tumebarikiwa sana vipaji, lakini platforms za kuvibrush hivyo vipaji viweze kuonekana kwenye uso wa kimashindano au kwenye sehemu ambazo zinashindana, nafikiri ndo kitu ambacho kinakosekana. Kwa hiyo hii ni moja kati ya sehemu ambayo ni platform nzuri kwa wachezaji kushowcase talent zao ili waweze kufikia yale malengo au ndoto ambazo wanakuwa wamejiwekea. Kwa hiyo kwa wadau nafikiri tunapaswa kuwa na mashindano haya, sio ya chuo tu, hata ya kawaida. Kwa vyuo inakuwa ni vizuri kwa sababu ni rahisi kuwapata hawa watu, na tunalaumu sana Taifa Stars kwa sababu labda tunaona kwamba wachezaji wengi hatuna mfumo sahihi wa kupata wachezaji ambao wanaweza wakafika kwenye national level, lakini kwa kupitia mashindano kama ni rahisi kujua profile ya mchezaji, huyu katoka wapi, huyu alifanya nini, alisoma mwaka gani mpaka mwaka gani. Kwa hiyo hata hapa ni ngumu kudanganya umri, kwa sababu mtu wakati anasoma hajui kama kesho atakuwa mchezaji mkubwa. Kwa hiyo ni rahisi kwenda kufanya follow up na kujua wale wachezaji wanaodanganya umri au udanganyifu unavyotokea. Ni rahisi kupata wachezaji ambao wana umri sahihi, lakini wanatoka kwenye mifumo ambao unaona rasmi. Kwa hiyo mashindano kama haya yanapaswa kuwa mengi ya mara kwa mara, ili kusudi leo chuo challenge imeisha, huyu mwanafunzi asikae darasani kwa mwaka mwingine mzima kusubiri paka chuo challenge itakapokuja. Tunatamani wadau waweze kufanya hivi mara kwa mara, ili hata kusudi
timu zinazo za madaraja tofauti ziweze kuja kupata nafasi ya kuona vipaji hapa na kuvichukua na kuviendeleza, ili kusudi tunafahamu siku hizi talanta inalipa kuliko hata elimu ya kawaida. Kwa hiyo mimi ni moja kati ya watu ambao na support sana talent, na natamani wachezaji wengi ambao wana perform hapa waweze kupata timu ambazo zipo kwenye madaraja makubwa, na mwisho wa siku ikawa hata ni msaada kwa taifa mbeleni.